Hali gani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ikiwa mzima wa afya. Leo ikiwa ni Mei 23 siku ya Ijumaa asubuhi, tutaangazia habari kubwa zopewa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania, kukuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza kuliangazia gazeti lako la Mwananchi kwenye habari kubwa zopewa kipaumbele. Linaanza na habari inayoandikwa Chauma kuteua wakurugenzi wapya. Chauma kuteua wakurugenzi wapya ni baada ya kupokea utitiri wa wafuasi kutokea Chadema. Sasa Chauma kuteua wakurugenzi wapya. Hiyo ni habari tunaanza nayo kwenye gazeti la Mwananchi. Lakini kamati kuu ikikutana leo, Chadema kwenye uamuzi mgumu. Hiyo ni kamati kuu ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, ikikutana leo. Na foleni zinavyoleta karaha na umasikini. Foreni zinavyoleta karaha na umasikini. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Mwananchi. Lakini SMZ ya kusanya shilingi bilioni 16 bima ya wageni. Sababu za wabunge kucharuka fedha bajeti ya kilimo. Sababu za wabunge kucharuka fedha bajeti ya kilimo. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti la Mwananchi. Na tukiachana gazeti la Mwananchi, tuangazie gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii kwa asubuhi ya leo. Lenyewe lina habari kubwa inayosema mwanaharakati Kenya arudishwa nchini kwao. Mwanaharakati Kenya arudishwa nchini kwao. Lakini Tanzania inavyojivunia uhifadhi wa bioanuai. Tanzania inavyojivunia uhifadhi wa bioanuai. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti la Nipashe ukurasa wa mbele. Na TMA yahadharisha magonjwa katika majira ya kipupwe. TMA yahadharisha magonjwa katika majira ya kipupwe. Lakini Chadema kujifungia kujiuliza yaliyo ndani. Chadema kujifungia kujiuliza yaliyo ndani. Lakini mradi ujenzi mwendokasi wa ng'oa vigogo TANROADS. Mradi ujenzi wa mwendokasi wa ng'oa vigogo TANROADS. Lakini Mbeki Afrika inakumbwa na changamoto za kiuchumi. Huyo ni Mbeki asema Afrika inakumbwa na changamoto za kiuchumi. Lakini mtaalamu ataja mbinu kukabiliana na udukuzi. Hiyo ni habari ukurasa wa 4. Huyo ni mtaalamu ataja mbinu kukabiliana na udukuzi. Hilo ni gazeti lako la Nipashe, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na tukiachana na Nipashe, tuangazie gazeti lako la Habari Leo. Lenye linaanza na habari inayosema ulinzi yajivunia usalama mradi wa ujenzi wa uchumi. Ulinzi yajivunia usalama miradi ujenzi uchumi. Lakini fundi mbaroni mauaji ya katekista. Fundi mbaroni mauaji ya katekista. Hiyo ni habari ukurasa wa 4. Wakili achukua fomu kugombea uraisi. Wakili achukua fomu kugombea uraisi. Wafanyabiashara wa Kariakoo walia na rafu za wageni. Wafanyabiashara Kariakoo walia na rafu za wageni. Na kuna habari inayosema ATCL mguu sawa kuiunganisha Afrika. ATCL mguu sawa kuiunganisha Afrika. Hiyo ni habari ukurasa wa 3 wa gazeti lako la Habari Leo. Na ukurasa wa 3 bado kuna habari inayosema wanahabari wapewa mwezi kujisajili kidigita. Wanahabari wapewa mwezi kujisajili kidigiti. Lakini Mbeki tuamue kesho ya Afrika. Mbeki tuamue kesho ya Afrika. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti la Habari Leo. Ulega atimua watendaji ujenzi mwendokasi. Ulega atimua watendaji ujenzi mwendokasi. Hiyo ni habari inaendelea kwa kina ukurasa wa 4 wa gazeti lako la Habari Leo. Bado TMA yahadharisha baridi msimu wa kipupwe. TMA yahadharisha baridi msimu wa kipupwe. Lakini habari kubwa kwenye gazeti la Habari Leo ni NHIF yaguswa na mzigo gharama za matibabu. NHIF yaguswa na mzigo gharama za matibabu kwa mwaka, inalipa bilioni 700. Magonjwa yasiyoambukiza yaongoza. Lakini kushirikiana na TSN elimu bila ya afya kwa wote. Hiyo ni habari inapatikana ukurasa wa 2. Hiyo ni NHIF yaguswa na mzigo wa gharama za matibabu kulipa kwa mwaka shilingi bilioni 700. Lakini kuna habari ikionyesha habari picha makamu wa rais Dr. Philipo Isdori Mpango akishiriki ufunguzi wa mkutano wa pili wa Brazili na Afrika. Habari pia inapatikana kwenye gazeti la Habari Leo ukurasa wa ndani. Na tukiachana gazeti la Habari Leo, tuangazie Zanzibar Leo lenye linaanza na habari inayosema kamanda Shila awaonya wakaguzi wa polisi.
Kamanda Shila awaonya wakaguzi wa polisi. Dr. Mwinyi, tunauthamini mchango wa madaktari bingwa. Huyo ni Dr. Mwinyi asema tunauthamini mchango wa madaktari bingwa, apongeza Agota kupunguza vifo vya uzazi. Lakini kesho ya Afrika haiwezi kuamuliwa na wageni. Huyo ni Mbeki asema kesho ya Afrika haiwezi kuamuliwa na wageni. Lakini vyama vitatu vya siasa vya kosa hadhi za kiofisi. Vyama vitatu vya siasa vya kosa hadhi ya kiofisi. Lakini Dr. Haruni ahimiza uwekezaji wa rasilimali watu. Dr. Haruni ahimiza uwekezaji wa rasilimali watu. Lakini Trump na Ramaphosa wakabiliana na kuhusu taarifa za mauaji ya kimbari ya wazungu. Trump na Ramaphosa wakabiliana kuhusu taarifa za mauaji ya kimbari ya wazungu. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti la Zanzibar Leo kwenye kurasa wa mbele. Lakini Taifa Tanzania Uzalendo Kwanza, gazeti lako na lenye lina habari asubuhi ya leo inasema BOT ni makosa kulazimisha malipo kwa fedha za kigeni. Au ni BOT watoa onyo, wasema ni makosa kulazimisha malipo kwa fedha za kigeni. Lakini maagizo ya Waziri Ulega yaondoka na watendaji BRT. Maagizo ya Waziri Ulega yaondoka na watendaji wa BRT. Mipaka ya nchi iko salama. Huyo ni Dr. Stogman Taxi. Lakini Azaki kukutana Arusha kujadili utawala bora. Azaki kukutana Arusha kujadili utawala bora. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania Uzalendo Kwanza. Lakini gazeti lako la Uelekeo lenye linaandika Rais Nandi Ndaitwa awafunda wanawake, ni wakati akitoa mahadhara chuo kikuu cha Dar es Salaam. Lakini rais wa Namibia atembelea UDSM. Lakini bado kuna habari inasema bilioni 240 kujenga shule za kisasa Zanzibar. Na Thabo Mbeki ashiriki mhadhara siku ya Afrika. Thabo Mbeki ashiriki mhadhara siku ya Afrika. Mkutano Trump na Ramaphosa wakoleza mvutano. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uelekeo ukurasa wa mbele. Lakini bado kuna habari inayosema kwenye kurasa za mbele inasema TFRA kuratibu upatikanaji wa tani milioni 1.5 za mbolea 2025-2026 na kusambaziwa wakulima kwa mpango wa ruzuku. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uelekeo ukurasa wa mbele. Na tukiachana sasa na magazeti kurasa za mbele, tuangazie kwenye kurasa za michezo na burudani. Gazeti lako la Uelekeo ndo tunaanza nalo lenye linaandika Jafo awataka wasanii kujisajili. Jafo ataka wasanii kujisajili. Zimbwe wachezaji tutaamua ubingwa. Viongozi Simba waendelea kusisitiza wanabeba taji la shirikisho. Lakini Mo tunakwenda Zanzibar kwa mshikamano, dhamira na fahari. Lakini Diamond kusherehekea miaka 15 ya muziki. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uelekeo ukurasa wa nyuma. Lakini huko kimataifa barani Ulaya, Tottenham yatoa taji la Europa. Tottenham yatoa taji la Europa. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti la Uelekeo. Lakini gazeti lako la Taifa Tanzania linaandika Simba hesabu ndefu kwenye kombe la Afrika Mei 25. Nyota mwingine Yanga kusepa. Huyo ni Clement Mzize. Rais Dr. Mwinyi awalipia Simba gharama za uwanja. Hiyo ni habari ukurasa wa 14 kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania. Lakini gazeti lako la Zanzibar Leo linaandika Dr. Mwinyi aibeba Simba KFCL. Msimu wa 6 NBC Dodoma Marathoni wazinduliwa. Utaratibu matumizi ya viwanja wilaya ya mikoa waandaliwa. Simba yaanza hamasa ya ubingwa huko Zanzibar. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye kurasa za michezo. Lakini habari leo gazeti lako linaandika Mwinyi aishika mkono Simba. Huyo ni rais wa Zanzibar Dr. Mwinyi aishika mkono Simba. Mikono ufukweni, nguvu zote michuano dunia. Zamaleki ya mvunjia benki Mzize. Huyo ni Zamaleki ya mvunjia benki Mzize. Lakini Amorin niko tayari kuondoka Man United ni baada ya kunyang'anywa ubingwa mkononi. Lakini Mo aichimba mkwara Berkane. Hiyo ni habari ukurasa wa 23 kwenye gazeti lako la Habari Leo. Na kwenye gazeti la Nipashe linaandika beki wa Mazembe rasmi kutua Yanga. Mo atamba Simba kunguruma popote. Dr. Mwinyi mgeni rasmi Jumapili awaongezea nguvu Msimbazi. Lakini tukiangazia sasa kwenye gazeti la Mwanaspoti linaandika watu kupindua meza. Watu wa kupindua meza wakimwonesha picha Mukwala.
lakini mpira apewe Chama. Mpira apewe Chama ni Hamisa dhidi ya Guardiola. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwanaspoti ukurasa wa mbele, lakini habari kubwa ni watu wa kupindua meza. Hao ni Simba Sport Club dhidi ya Berkane katika viwanja vya Amani Complex Zanzibar. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti la Mwanaspoti kwenye kurasa za ndani. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na gazeti la Mwanaspoti ndio linatufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa usikilizaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.